Ligi kuu ya NBC Tanzania bara inaendelea kuwa miongoni mwa ligi bora barani Afrika, na takwimu za hivi karibuni zinahitaja kwamba ligi hii ni miongoni mwa ligi ambayo inashika nafasi ya 6. Lakini unaweza ukajiuliza ubora huu wa nafasi ya 6 unachagizwa na vitu gani? Miundombinu bora, lakini vile vile wachezaji, lakini vile vile kupata nafasi ya ushiriki wa timu za Tanzania katika ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika unaongeza ubora wa kuhitaji ligi hii na kuwa inafuatiliwa zaidi barani Afrika kwa hivi sasa. Leo tupo katika uwanja wa KMC. Uwanja unamilikiwa na Manispaa ya Kinondoni, moja kati ya uwanja mzuri sana, na siku za hivi karibuni umeanzwa kuchezwa usiku, ni mara baada ya kufungwa kwa taa, na michezo miwili tayari imekwisha cheza hapa, na tumekuja hapa kupata maelezo zaidi kuhusiana na uwanja huu, miongoni mwa uwanja bora sana na ukivutia watu wengi kutokana na muda wa michezo ambayo inacheza usiku. Watu wengi wanakuwa wamesharudi kwenye shughuli zao za kila siku na mtu anapata muda mzuri wa kuja kiwanja. Tuko na meneja hapa Bwana Hussein Kipindula. Mambo vipi? Safi, karibu. Asante. Habari za KMC Complex? KMC kama unavyoona tuko vizuri. Mambo yanasemaje? Mambo yanaenda vizuri. Karibu sana. Asante. Nimevutiwa sana kuja hapa kutaka kufahamu mapokeo ya michezo ya usiku imekuwa kwa kiwango gani? Kimiundombinu yamekuwa kwa kiwango kikubwa, na kimuonekano pia yamekuwa kwa kiwango kikubwa, kwa maana uwanja umependeza kama unavyoona. Kama uliona mechi ya kwanza tumecheza usiku, uwanja umependeza na umeonekana vizuri. The same way mechi ya pili uwanja umependeza. Kwa hiyo mapokeo nadhani ni makubwa, kwanza kupendeza kwa uwanja, lakini hata mashabiki pia. Nimeona mimi kwa mfuatiliwa zile mechi mbili, idadi yao imeongezeka kulingana na walivyokuwa wanaangalia mchana, kwa maana jioni na hizi mechi za usiku. Kwa hiyo mapokeo yamekuwa makubwa kwetu, kwa maana tumependezesha uwanja wetu, lakini kwa wananchi pia ama watazamaji pia umepokea kwa kiwango kikubwa, kwa maana wameongezeka. Wakati Manispaa ya Kinondoni inajenga uwanja huu, hapa tunajua ni Mwenge, kwenye makazi ya watu wengi walikuwa wanahoji, yani namna ambavyo mpira utachezwa hapa, labda pengine utadondoka kwenye nyumba za watu na nyumba ziko karibu. Ni mmewezaje sasa kuweza kufanya watu wengine wanaishi katika maeneo yao wasipate bugudha yule ya mpira? Maana tunajua sio watu wote ambao wanapenda mpira. Bugudha ipo, lakini sio kwa kiwango kikubwa, kwa maana kama unavyoona sehemu zote za kuzunguka uwanja zina uzio, na uzio umekuwa ukitusaidia sana kuepusha bugudha zile za mipira ambazo zinaweza kufika kwa wananchi. Lakini pia nadhani wao pia watakuwa miongoni mwa mashahidi namba moja ambao wanapata manufaa makubwa kupitia uwanja huu, hasa siku za mechi, kwa maana panachangamka kama nilivyosema awali, lakini pia kama watu wana biashara zao zinachangamka. Kwa hiyo sidhani kama mtu atatokea leo kuja kulaumu uwepo wa uwanja wa KMC Mwenge wakati anapokuwa na biashara yake, siku ya mechi anapata faida kubwa kulingana na ile aliyokuwa anaipata awali. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi na wananchi tunaoishi nao kwa karibu, hatujapokea malalamiko kwamba wana kadhia za kero, kwa sababu tuna mechi hapa toka tumeanza kucheza msimu wa pili huu mchana. Although mashabiki wanashangilia, wanapiga kelele, lakini hizi kero sijazisikia sana, ila nasikia tu simu za mtu anaulizia meneja mechi lini, kwa maana wanatamani kuendelea kupata hizo mechi ili wao nao mambo yao yaende. Kama tunavyojua wananchi wengi wa Tanzania sisi ni watu wa kipato cha chini, wengi tunategemea biashara ndogo ndogo, na kwa kipindi cha mechi watu tunajumuika kwa pamoja, tunakutana, tunafahamiana, tunafurahi. Kwa hiyo na wao pia wanapata fursa ya kutembeza biashara zao na kipato kuongezeka majumbani. Tuje sasa kwenye hili wazo la kufungwa taa. Ujenzi wa uwanja tayari, lakini wazo la kufungwa taa likafuata. Kipi ambacho kiliushawishi uongozi wakiwa kama msimamizi wa uwanja wakafikia kabisa sasa tuweke taa za usiku ili kuweza kuongeza yani watazamaji wanaokuja wapate raha zaidi ya soka? Nadhani ni uhitaji wa bodi ya ligi na wasimamizi wengine wa ligi, lakini pia kingine nadhani nikisema uhitaji neno limebeba maana pana sana, kwa maana ligi yetu imekuwa ina consecutive match. Yani mechi ratiba zinakuwa zinabana, tunakuwa tuna ratiba nyingi, kama hivi timu zinacheza kimataifa sasa hivi tunakuwa na viporo. Kwa sometimes tunalazimika
kucheza mechi katikati ya wiki, kwa maana Jumatatu, Jumatano, muda mwingine Ijumaa. Tulishuhudia hapa timu imecheza mechi 3 kwa wiki, kwa hiyo lazima katikati ya wiki zitakuwepo. Na mwanzo nilizungumzia habari wananchi kipato chetu cha chini. Kwa hiyo muda wa mchana wengi huwa tunaenda kutafuta angalau nyumbani pa wake. Sasa mchana mtu anatafuta nyumbani kwa wake, usiku anaipenda timu yake, au jioni anapenda timu yake, kumwambia aache kuuza bidhaa yake aende akaitizame timu yake tena kwa kulipa kiingilio. Mara nyingi inakuwa ina discourage. Kwa hiyo baada ya kuona demand hiyo ni kubwa, tukaja na wazo la kuweka usiku, ili na wale pia tuwape fursa ambao mtu ametoka kazini huko, ametoka mjini, amekuja saa 10, saa 12, anashuka Mwenge, anaangalia mechi saa 3, au zake Mabwepande, maisha yanaendelea kabisa. Na watu wanapenda sana football na wanaofuatilia sana, lakini linapokuja swala la viingilio na gharama nyingine, pengine inakuwa ni changamoto. Hapa katika uwanja wa KMC tunajua timu husika ndio inaweza kupanga gharama za viingilio. Kuna namna ambayo yote watu wanakilalamika kwamba viingilio vimekuwa vikubwa, labda tofauti ya mechi ya mchana na mechi ya usiku? Hapana, sijaona tofauti toka tumeanza kucheza mechi za usiku. Maana tumecheza mechi 2 za usiku toka taa zimefungwa. Sijaona tofauti ya viingilio kwa timu wenyeji, kwa maana rate imebaki kwa ile ile kwa upande wao, na hata kwa upande wetu sisi pia, kama tunavyofahamu sisi tunakodisha uwanja. Kwa hiyo kwa watu ambao tunawakodisha, rate yetu bado imebaki kwa ile ile, kwa sababu wale ambao wamecheza mechi za usiku, ile supplier ya usiku wamefanya wenyewe. Kwa hiyo bado hatujaweka rate kwamba usiku tutakuwa tunawachaji vipi, kwa sababu hatujaanza kutumia ya kwetu sisi. Kwa hiyo rate imebaki kwa ile ile kwa sasa hivi, kwa sababu hatuna tulichokiongeza. Na nimeona pia wananchi viingilio ni vile vile, kwa sababu hakuna kilichoongezeka, na nilichokiona mimi ni wao tu kuongezeka kwa wingi. Kwa hiyo sijapata malalamiko hayo bado. Swala la utunzaji wa uwanja, maana yake tunajua uwanja ambao umewekwa nyasi bandia, kuna idadi ya mechi ambazo zitakuwa kuchezwa. Hapa katikati kumekuwa na mechi nyingi kama unavyofahamu. Moja kati ya timu ambayo inatumia uwanja huu kama uwanja wa nyumbani na shiriki mechi na kimataifa. Kwa hiyo iliporejea sasa kucheza michezo ya ligi, inakuwa ni back to back. Utunzwaji wa uwanja unazingatia vitu gani hasa ili kuendelea kufanya uwe katika ubora ule ambao tunaofahamu, kama ambavyo ulizinduliwa mwaka mmoja kama sio miaka miwili iliyopita? Utunzaji wa uwanja unazingatia vitu vingi, ila kikubwa kwanza katika hili mimi ni shukuru uongozi wetu wa Manispaa ya Kinondoni, kwa maana tukianza na mkurugenzi wetu, kwa sababu yeye ndio msimamizi namba 1, sisi wengine ni subordinate wake. Kwa hiyo yeye tunapohitaji wa kufanya maintenance ya uwanja, na wasaidizi wake wengine huwa wanakuwa karibu sana na sisi. Ndio maana leo, kesho kutwa bado KMC utaiona iko bora kwa sababu ya ushirikiano wake. Lakini kwa maana ya ugumu, niseme kwenye utunzaji hakuna ugumu huo na wala hakuna wepesi. Kikubwa ni namna gani unawezeshwa kuendelea kuutunza huo uwanja. Kwa upande wetu sisi tunashukuru, tunawezeshwa vizuri kwa wakati, na ndio maana uwanja tunaona uko bora siku zote. Kwa hiyo katika hili, hata kama siku ataona, naendelea kumsisitiza kuendelea kwa karibu na sisi ili uwanja uendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo tutarajie kwamba hatutakuja kuona siku sijui mchezaji kaumia vibaya kutokana na pichi imechoka na vitu kama hivyo, hakuna. Inshallah, tuombe Mungu. Sawa, mimi natazama sasa hivi, ama mimi mwingine nasikiliza, pengine ninaona uwanja na mechi yangu nataka kuja kucheza, ila sijui gharama zake zinakuaje. Na pia tumeona kuna ushiriki wa timu za wanawake, pia ligi ya wanawake wanatumia uwanja. Gharama zao zinafanana na zile za ligi kuu? Kwa sasa tuna reti ambayo imepangwa na kamati ya kuhudumia huu uwanja, lakini tumeona demand ni kubwa, kwa tukaona category tumechagua baadhi ya matukio ambayo tunayahudumia. Na kwa kipindi ambacho tumeanzia, manake huu ni msimu wa pili, tumeanza na ligi kuu, ligi ya wanawake na training sessions kwa timu za ligi kuu na timu za ligi ya wanawake, ndio tulizoanza nazo mpaka sasa. Kwa bado hatujaongeza vile vikubwa zaidi, na hawa ndio watumiaji wakubwa sana kwa kipindi hiki ambacho tumeanza kutumia uwanja. Rate ni zile kama nilivyosema mwanzo, sijabadilika. Kwa timu ya ligi kuu inapokodi uwanja, gharama yetu sisi milioni 6 kwa mechi. Yes. Na kwa timu za ligi ya wanawake gharama yake ni 300,000. Kama tunavyojua ligi ya wanawake ni changa, ni bado mpya, na mkurugenzi wetu amesisitiza tuendelee kwa support ya wamama. Kwa hiyo wao wanachangia 300,000 kwa mechi moja, na kwa training session imebaki kwa 300,000 kwa session moja. Lakini kwa timu za kigeni wanapokuja, manake tuna timu zetu 4 zinacheza kimataifa, wakija sometimes wanaomba nao kutumia uwanja, kwa wao wanalipia 500,000 kwa session.
Na hiyo ninakupa control number unaingiza mzigo ama ndo nitakulipa mwisho wa mwezi? Nakupa control number unaingiza mzigo na kuja kufanya session. Ni meneja wa uwanja wa KMC ambaye tuko naye leo. Tuna mahojiano kuhusiana na maboresho ambayo yamefanywa na kubwa zaidi ni uwekwaji wa taa ambazo zimefanya sasa michezo miwili ya ligi kuu ya Tanzania bara kuchezwa hapa. Na moja kati ya vitu ambavyo vinavutia zaidi, tunajua usiku watu wanarudi kwenye mihangaiko yao ya hali ya hewa kidogo. Dar es Salaam kunakuwa kumepoa poa, watu wanaendelea kupata burudani. Uharibifu wa miundombinu ya uwanja, hili tumelishuhudia hata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa pale. Mashabiki anaenda kwenye vyumba vya kujisaidia na haribu koki, unakuta mtu ameng'oa vitasa vya milango. Hili hapa kwenye uwanja wa KMC likoje? Changamoto hizo zipo na hatuwezi kuziepuka kwa sababu si kila anayekuja uwanjani anakuja kuangalia mpira, na si kila anayekuja pia ana akili inayofanana na yako au ya kwangu. Kila mtu anafikiria vile ambavyo yeye anaamua kufikiria. Kwa hiyo changamoto hizo zipo na hatuwezi kuziepuka kwenye mkusanyiko wa watu, kwa sababu tumeshaamua kuhudumia watu, lazima tuzipokee. Huwa zinatokea lakini tunazitatua kwa wakati. Zipo, although sio mara kwa mara, lakini na sisi pia kwa upande wetu kama management tunahakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi muda wote. Wakitoka tunaingia, watu wetu wa usafi, wakitoka tunakagua, koki zikitoka tunaweka. Kwa hiyo ndio maana nikasema mwanzo tunamshukuru sana mkurugenzi wetu kwa maana yuko karibu na sisi. Ikitokea kimetokea changamoto, kimpa taarifa, basi inakuwa solved kwa wakati. Ndio maana unaona ubora ule upo vile vile. Although nyuma tulikuwa na changamoto, lakini this time alhamdulillah mambo yote yako vizuri. Mashabiki wangapi wanaingia hapa kwenye uwanja? Capacity ya uwanja wetu ni mashabiki 5,000 mpaka 6,000. Na ishatokea full house? Yes, ishatokea full house. Mechi gani hiyo? Last season ilikuwa Simba dhidi ya Fountain Gate. Ilikuwa full house kuliko mechi zote. Hiyo kiboko ndo kwanza umenipa hiyo. Na watu wengine walizuia kuingia kwenye uwanja. Yes, sure. Lakini pia this season nadhani tulipata mechi moja ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Mashabiki, yani mechi mashabiki dhidi ya mashabiki. Mashabiki walijaa mpaka tukafunga mageti. Hakutokea uharibifu wote, labda kuparamia ukuta na vitu kama hivyo? Hapana, haikutokea. Kuna swala la waandishi wa habari wa kupata changamoto eneo ambalo wanakaa. Kama tunavyojua Dar es Salaam jiografia yake, ikishafika majira saa 10 na eneo la uwanja wa KMC lilipo ndio jua linapiga. Mnawezaje sasa kuweza kulitatua swala hili ili wanapokuwa kazini wakiwa wanafanya coverage ya habari zao waweze kuwa katika sehemu nzuri na kufanya kazi kwa furaha zaidi? Hilo lipo na limekuwa likiulizwa mara kwa mara, lakini kwa upande wetu sisi tumelichukua, tumelisemea na nadhani halina muda mrefu utatuzi wake utakuja kwa ubora ule ambao watu wanautaka. Lakini pia mwanzo nijazie, na ndio maana tuliona kuna demand ya kucheza mechi za usiku, kwa maana tunapokuja saa 1 hilo jua halipo tena. Kwa hiyo kazi ile inafanyika vizuri. Kwa hiyo ukiondoa hilo la saa 1 ambayo ni option ya pili, option ya kwanza ni hata ikitokea kuna mechi ya jioni, basi mazingira yawe salama. Tunawaandalia mazingira yao kwa salama na soon inshallah watakaa sehemu ambayo iko safe kwa upande wao ili kufanya kazi vizuri. Mbali na kuwekwa kwa taa, kuna maboresho mengine ambayo yamefanya tangu uwanja huu uanze rasmi kutumika? Nadhani ile phase ya mwisho ilihusisha na ujenzi, uwekaji wa taa, ubadilishwaji wa technical bench na kuweka scoreboard. Ndio phase ya mwisho. Phase inayofuata sasa ni hiyo phase ambayo umeiulizia hapa. Phase ya kevu kwa ajili ya mashabiki na kevu kwa ajili ya jukwaa kuu, kwa maana na mimi nitaka niulize kuhusiana na VIP inakuaje? Ndio phase inayofuata ya mwisho. Kwa hiyo ile jukwaa ukiona kule wamewekewa, maana yake na huku VIP pia utaona kunapendeza. Eleza hapa kwamba uwanja umekuwa na matumizi mengi, na kumbuka kwamba kuna timu ya nyumbani yenyewe Kino Boys ni uwanja wao wa nyumbani, lakini kuna watu wengine ambao wanakuja kukodi uwanja. Haijawahi kutokea mgongano wa ratiba na ligi ya wanawake pia tunaona baadhi ya timu zatumia uwanja huu? Haijawahi na sidhani kama itatokea. Kwa mfano ukizungumzia Kino Boys, this time tumecheza mechi 2 hapa, ya Singida na ya Yanga. Wakati hiyo KMC wako Tabora, wakaenda Tanga, na hivi ninavyozungumza wanaenda Lindi. Kwa hiyo wakati wao wanasafiri, wengine wako huko. Na nadhani mpangaji wa ligi, wa ratiba ya ligi ni bodi ya ligi, na bodi ya ligi inasimamiwa na TFF. TFF inasimamia ligi ya wanawake. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na collision, kwa sababu hii bodi inaweza ukaziona kama ni mbili tofauti lakini ni moja. Kwa maana TFF na bodi ya ligi ni wale wale.
Kwa wakipanga ratiba zao then wakishare na sisi tunawaambia hiki kiko hapa then maisha yanaenda vizuri. Kwa sidhani kama tutapata hiyo coalition ya ratiba, hatujawahi kuipata na sidhani kama tutaipata, kwa sababu hata sisi pia wasimamizi wa uwanja tuko makini ili kuepusha hilo lisitokee. Swala la kizushi. Najua we ni mtumishi wa manispaa ya Kinondoni na inamiliki timu ya KMC Kino Boys. Na tunaona sasa hivi mwenendo japokuwa sio mzuri sana. Wewe inatokeaje vile mkipata matokeo kama yale? Alafu uwanja ndio huu, maneno mtaani wanasema wenye uwanja wenyewe wasipoangalia wanaweza wakauasha uwanja. It's pain, inaumiza na sometimes inafikirisha pia, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda nyumbani kwake kuungue alafu atengeneze kwa mwingine. Kwa hiyo ina pain na inafikirisha, na muda mwingine pia na sisi tunajiuliza maswali kwamba what happened. Lakini mimi naamini tuna uongozi imara upande wa management ya timu na management ya uwanja na management nzima ya manispaa Kinondoni. Sio kwamba ili hawalioni, kwa sababu nao pia wanadonate pesa yao kuweka kwenye timu. Kwa hiyo naamini kwa usimamizi wao tutatoka huko tulipo na tutakuwa imara inshallah. Wenyewe wana percent yote ambao wanachangia kwenye uwanja ama ndio uwanja wa nyumbani tu? Wanapocheza wao ligi kama kawaida wanakusanya mapato yao, lakini sisi tunachukua asilimia zetu 15 kama zilivyoandikwa kwenye maandishi ya bodi ya ligi, kwa maana ni mikakati yao. Kwa hiyo sisi kama uwanja tunachukua asilimia 15. Kwa hiyo hata kama wamepata 2000, 15 lazima tuchukue.